na mawazo ya aina gani, tunaweza kuwa na misimamo ya aina gani, tunaweza kuwa na wokovu wa aina gani, kama zote tunaweza kuwa na kusudi kama vile mitume walikuwa na kusudi hilo. Maanake ukisoma hapa juu Paulo vile anasema akiwasifu, akisema baraka za Mungu, ukisoma basi ile inasema namshukuru Mungu wangu daima kwa ajili yenu, kwa sababu amewatunukia nyinyi neema yake kwa njia ya Kristo Yesu. Anaongea kwa wingi hapa, amewatunukia, Mungu amewatunukia. Kwa hivyo walikuwa wengi, anawasifia, maana kwa kuungana na Kristo mumetazilishwa katika kila kitu, mumejaliwa elimu yote na uwezo wote wa kuhubiri. Aseme mwingine amejaliwa ama mwingine, mumejaliwa wote elimu ya kuhubiri. Yaani katika umoja huo, yule Roho wa Mungu alipokuwa anamtuma akawapatie kipaji fulani, kilikuwa kinawajaa kwa sababu wako na umoja, kwa sababu wana mafikira mamoja. Wote wana kusudi kwamba Bwana wao akirudi, Bwana wao vile alienda akiwaambia, nimeenda kuandalia makao na nitakuja tena kuwachukua ili tukae pamoja nanyi. Walikuwa na hilo kusudi. That's why hata spirit wa Mungu akikuja anakuwa na nguvu katika kila mmoja. Nguvu ile ile imeingia kwa Petro, ndio imeingia kwa Sevendari, kwa Bartolomeo, kwa Philip, kwa Stefani. Unaona, kwa hao wengine walikubali mafundisho yao, walikubali mahubiri yao. Roho yule wa Mungu akija, wote wanasoma somo moja, wote wana kuelewa kumoja, kwa sababu wako na roho moja ambaye ni wa Mungu. Hakuna vile kutatokea majibishano kati yao, kwa sababu yule yuko ndani yao, ako na umoja na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa sababu hapa imesema hapo juu imesema Kristo kuhubiri kuhubiri, mumejaliwa elimu yote na uwezo wote wa kuhubiri. Hapa ni masipoi naongea kumalizia, ikisema neema yake, ninamshukuru Mungu wangu daima kwa ajili yenu, kwa sababu amewatunukia nyinyi neema yake kwa njia ya Kristo Yesu. Yaani neema ya Mungu inakuja kwa njia ya Kristo Yesu. Kwa maana kuungana na Kristo mumetajirishwa katika kila kitu, mumejaliwa elimu yote na uwezo wote wa kuhubiri. Maana ujumbe juu ya Kristo umethibitishwa ndani yenu, hata hamupungukiwi kipaji chochote cha kiroho, mkiwa munangojea kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Umesikia vile imesema hilo neno, hata hamupungukiwi kipaji chochote cha kiroho, mkiwa munangojea kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Ndilo neno nilikuwa ninakwambia hapo. Zote tuna kusudi moja ya kumngojea Bwana wetu Yesu Kristo afunuliwe. That's why hatuwezi kupungukiwa hata kipaji kimoja cha kiroho, kwa sababu sote tuko na elimu moja, tuko na mafundisho moja. Ndio maana Roho wa Mungu anakuja, anaingia kwa Onesimus, kwa roho ya maombi, huingia na kwa roho ya kuhubiri, kwa sababu ni roho moja. Hakuna mafarakano pale, hakuna mafarakano inaweza onekana pale. Mimi hiyo kitu sana nimekwambia, ninaiongea sana, kwa sababu sote tunataka, tuko na lengo moja, tunataka tuingilie katika mlango ule. Sote tunataka, ni kama vile unaona wanajeshi wanajua, sote tunataka ku capture, kama vile wanajeshi wa Kenya wali capture Kismayo. Wote walikuwa na sauti moja, wote walikuwa na calculation moja, kwa sababu ndio waende kuattack. Hata walikuwa wamezungumza. Unaona, kama vile tulikuwa tunaongea hapa kuhusu vile tutaenda kuhubiri pale. Mtu mwingine akikuza hawezi elewa
kile zote tuko nacho kwa umoja, kwa sababu tunasema huyu akimaliza wewe ndio utachukulia kuomba. Kwa hivyo wewe hautangojea kuambiwa ni wewe unaombea mhubiri. Unajua, kwa sababu tuko na umoja, tulianza na umoja fulani kwamba Onesimus ndiye atahubiri, huyu ndiye atamuombea, huyu ndiye ataongoza praise and worship, huyu ndiye ataombea mkutano kufungua, hivyo. Sio kujipangia. Huo umoja huwezi panguliwa hata na mwenda wazimu akikuja pale, kwa sababu kuna umoja mko nao. Kuna sauti moja ukisikia ujue sasa ni kuwapa. Yaani umoja ni kitu ya maana sana. Kwa sababu hata Roho Mtakatifu hawezi ingia mahali ambapo hakuna umoja. Ndio hawezi ingia kwa sababu unasikia kwa nini Yesu anasema utawala wa shetani hauwezi simama? Kwa sababu utawala wa shetani unaanza umoja. Sasa utawala wa Mungu kuna umoja, that's why Roho Mtakatifu anapata kutuingia. Hilo neno limenifurahisha sana, hilo neno la mkingojea Bwana Yesu afunuliwe. Can you imagine kila mtu ako alert kukuja kwa Yesu Kristo? Can you imagine kila mtu ako alert ya kwamba mimi sitaki niacho huku nje wakati Bwana wetu atakaporudi. Zote tuko hivyo. Kuna kitu ninaangalia hapa, unaona hao watu wa kanisa la uone. Wote hawaongeangi mambo mengine, ni coming of Messiah. Hata uende mahali wako na ndio mhubiri wao anaongea. Mimi ninasemanga hivyo, wanasema ni sawa, sitaki kujua mhubiri wao kama wako sawa ama wako sawa. Lakini ile umoja hao watu wanakuanga nao. Ile umoja hao watu wanakuanga nao. Na ninafikiri ni worldwide mahali hiyo dhehebu iko. Worldwide. Ati tuvae vizuri. Tutayarishe maisha yetu kwa sababu Yesu anarudi. Hiyo ndio msimamo anasema. Lakini sasa huyu akiongea hivi, mwingine akiongea hivi, na lengo sio lingine, Onesimus. Lengo ni tumuone Kristo Yesu. Lengo la msalaba ni Yesu akija apate mioyo iliyo safi. Lengo la msalaba ni watu wasije kukumbwa na ghadhabu ya Mungu, kwa sababu ghadhabu ya Mungu inakuja. Ukisoma kitabu cha Wathesalonike, ukisoma Wathesalonike, hii mmoja alikuwa anasoma hapa saa zile, ukisoma 5 not 5 hiyo tu second kuingia tu verse from verse 9 mpaka 11 pale chapter 2 mtasikia, maana Mungu hakutuita na hiyo ni kusudi moja ya msalaba wa Yesu. Kusudi la msalaba wa Yesu, kusudi sasa ya Yesu kuja kwa Yesu Kristo na kukusanya kwetu pamoja, tukae naye. Ndugu, naombeeni sana. Wathesalonike wa pili mlango wa 2 mstari wa 1. Chapter of 1 Thessalonians 5 from verse 8. Soma 8 na 9 utaongea vizuri. Nasema, lakini sisi ni watu wa mchana na tunapaswa kuwa na kiasi. Tunapaswa kuvaa imani na upendo kama basi la kujikinga kifuani, na tumaini letu la wokovu kama kofia ya chuma. Sikiza, maana Mungu hakututeua ili tuangamizwe na ghadhabu yake, bali tupate wokovu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo aliyekufa msalabani, ambaye alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye, iwe tu hai au tumekufa. Kwa hiyo farijianeni
na kusaidiana ninyi kwa ninyi kama mnavyofanya sasa. Unasikia hiyo sasa ni umoja huo tunaongelea, na kando na umoja huo tunaongelea, kuna kitu mimi ninaangalianga hapo sana. Kumbe Mungu alitazama in the future kuna ghadhabu kuu inakuja kupata walimwengu. Akasema nitatengeneza njia ya kwamba yule tu ataamini hii njia ni ya wokovu, nitamuokoa. That's why ninasema hapa kusudi la msalaba wa Yesu, kama vile Paulo amesema pale, kusudi la msalaba wa Yesu lisije likapatilishwa. Kumbe linaweza patilishwa, lianze kuoneshana maana ingine isiyo ile Mungu alikuwa amekusudia. Maanake alikuwa anakusudia watu wasije wakapatwa na ghadhabu siku hiyo inayokuja, ambayo itakuwa ni siku mbaya kwa wale ambao hawana imani na msalaba wake. So ninaamini atakayekuwa ndani yake na kusudi ambalo Mungu alikuwa nalo, kwamba mimi namngoja Bwana, mimi sijaokoka ndio mama yangu alione, mimi sifanyi kile nafanya ndani ya Kristo ndio nionekane niko mzuri sana, bali nakifanya jambo hili kwa sababu ya kutayarisha moyo wangu Kristo akija nikutane na yeye katika hanga. Kristo akija nisije nikaachwa huku. Nafikiri kanisa ambalo liko na huo msimamo, kwa sababu the end of hii journey, wacha nikwambie, the end of hii journey bwana mwangu, the end of hii safari ni Kristo kukuja. Kwa hivyo kama hatuna kusudi ya kufika, kama hatuna kusudi ya kumngojea Bwana, kama hatuna kusudi tukiwa kanisa sasa, tukiwa dhehebu, tukiwa kikundi sasa, kama hatuna kusudi moja zote, na kuanza kuona hata katika video, katika mawazo yetu mawingu yakiteremka na malaika wengi sana na Yesu akikuja, kwa sababu hiyo ndio kusudi. Kama vile ukienda Mombasa unaanzanga kuona bahari na hujawahi fika huko tena. Hujawahi enda Mombasa juu unasikianga huko kuna bahari. Hata kama hujafika, hata kama gari imeharibikia njiani, unaona tu kule naenda vile kulivyo. Kwa hivyo uko na kusudi. Ndio tunastahili kuona Yesu akirudi. Ndio maana unaonanga wale watu wanaitwa abiria. Abiria ambao wanatoka hapa wote wanaenda Kitui. Hawakuna kitu dereva anaweza kuja kuambia saa hii anataka kugeuka arundi. Hakuna kitu, wote wataongea, wote watasimama. Wote wataongea one language. Ama akifika hapa aende na Murang'a. Ama akifika hapa change route. Aingie na Gatondo. Wote watasimama pande moja against dereva. Kabisa. Kwa sababu kila mmoja alitoka na wako waweza, kila mmoja alitoka safari yangu ni Kitui. Hapo ndio inang'oa nanga. Hapo ndio inatiwa nanga. Hapo ndio itatiwa nanga. Alafu sasa ukuje utuambie tunaenda hivi. What declaration moyoni mwao, huwezi ondoa moyoni mwao kwamba nikifika mahali kwa hiyo njia, siko kwa hiyo njia. Hiyo ndio njia ambayo niko. Kutokea hii mimi, hiyo ndio njia. So katika mbinguni, safari ya mbinguni tuko dhehebu za aina mingi. Yes. Tukiwekwa hapa saa hii kanisa la Katoliki, tuwekwa hapa Methodist, tuwekwa hapa sijui Jesus Winner, siwekwa hapa sisi saa hii. Tuanze kusema tunaenda ruti moja, utaona wengine wanaenda hivi, wengine hivi, wengine wapande, wengine waendelee. Wengine wanasema tukapatane mbele. Ndio maana unasikia ile wimbo inaitwa Nigichungi leo ona wala hapo niko chungo utupwe. Kwa hivyo unie uzuri zaidi kwa karati. Hata ikuwe wewe ndiye mhubiri mkuu sana, wewe ndiye unaomba mpaka masaa 20, wewe ndiye tukobana kwa
kwa sababu mpaka ile iko na maana ni kumalizia. Ndio unaona anapenda kuangalia hii ndio sana ya Olympic. Unaona kuna wengine hata kama yeye ndiye wa mwisho ana mekingi sio amemaliza. Unaona ile cross country wengine wamemzunguka mara mbili, lakini mimi nikasema siku moja, mimi nikiwa yeye tusitawafikia. Naweza keti juu umezungukwa, uko karibu kufikiwa mara ya tatu, lakini unaona hakupi moyo. Ndio tunaambia hivi, kile kina maana onesi ni kumaliza pale sana. Na majaribu ni mengi sema sana. Majaribu ni mengi. Yes. Majaribu ni mengi. Moja malize moyo sana. Sasa mwanzo huyo mhubiri. Sasa ndugu yangu, huyo mwivaji hata kama si mhubiri, alikuwa ndani ya roho. Kwa sababu kile kina maana ni kufika salama. Muomba Mungu tuweze kusimama ili tuweze kumaliza mwendo salama. Sasa mimi ninakwambia ndugu yangu Onesi, kama unataka hata kanisa ikuwe moja, tafuta kitu moja ya kufanya watu wote waangalie hapo. Tafuta jambo, na kwa hekima ambayo tumepatiwa, safari hii haitaishia kwingine. Tupende tukiwa wanadamu ama tukubali, safari hii itaishia na tarumbeta ya Bwana wakati itapigwa mbinguni. Sasa kila kanisa ndio uone vile tunaweza kuwa mwili wa Kristo kule Amerika, Afrika, Australia, India, China, Kenya, Githurai, hata hapa tukikuwa mwili mmoja ambao unaongea kitu moja, ni kukuwa na hilo kusudi ambalo sote twamngojea Bwana arudi. Kwa sababu ndio maana unasikia Paulo saa zingine anakadhabika akisema wengine wanadhani swala la msalaba wa Yesu ni mambo na tumbo. Yaani ni tumbo. Tumbo inamaanisha pesa, mali ya dunia hii, na basi mambo ambayo yanafurahisha huu mwili. Na ndio unaona wengi wanafika pale wanaanguka. Kwa sababu hawakuanza na kuhesabu gharama ya kufika. Kwa sababu ukianza safari unapiga hesabu hata ya gharama yenye itakufikisha kule. Hawakupiga hesabu ya hiyo gharama yenye itakaowafikisha. Maana katika safari hii, especially kama mchungaji na kanisa, kuna mabonde na milima, kuna madharau, kuna kukataliwa, kuna kukubalika. Saa nyingine ukifika pale unashindwa, hawa ni wale waliniambia tuko pamoja. Wakifika pale wanasema mimi kama ni wewe, mimi sitapita hiyo njia. Unaona ndugu yangu? So ni safari iko na gharama. Lazima upige hesabu uone gharama unatosha kusema katika hii safari utaiweza. Kwa sababu katika safari hii kuna mtu tu hapo pale, yeye ni muumini tu, aliamini Kristo, lakini anasema mimi wacha tu nikae tu hapo nikingoja Kristo. Ninaamini tu Yesu, ninaamini tu mimi nitafika. Na kuna mwingine huyo ambaye amejipika haya majukumu. Unajua katika haya majukumu bado majaribu yako. Kuna watu wengine wameogopa majaribu. Na ndio ukisoma hili neno hapa mbele katika hiyo sura ya Wakorintho wa kwanza, ukisoma hiyo 3 mahali Paulo anaongea akisema ujue kile utajenga nacho juu ya huu msingi ambao nimeweka mimi, ondari wa kujenga, mimi fundi, mimi muasi ondari, nimejenga na nimeweka msingi, na juu ya msingi huo kila mtu anakubalika kujenga juu ya msingi huo. Na ujue kile utajenga nacho kitajaribiwa. Ukijenga na nyumba, ukijenga juu ya msingi huo, ukijenga na makaratasi, ukijenga na nyasi, ukijenga na majani, ukijenga na mawe, ukae ukijua yatajaribiwa. So kazi yako ikistahimili
moto, maanake itajaribiwa na moto. Ikistahimili moto utapata tuzo. Ikikataa kustahimili utapata hasara. Unasikia? Na ndio maana unasikia Paulo pale, uone huo ufunuo, uone pale nilikuwa ninakuambia katika kitabu kile ulianza kusoma mwanzo, kitabu cha mahali Wathesalonike wa pili kuanzia 1, 2, 3 pale Biblia inasema msibabaike kwa ajili ya siku ya Bwana, msindanganyike na waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwepo. Nilikuwa najaribu kuelezea hapo awali kwamba kuna kuja kwa Yesu mara mbili, ambapo huwa kunachanganya watu hapa mara mingi sana. Onesimus, maanake Yesu atakaponyakuwa kanisa lake kutaachwa na nyakati za hatari zaidi. Manabii wa uongo wataongezeka, kutakuwa na uasi mkubwa, upendo hakuna tena. So ukitazama mambo hayo, kuna kuja tena kwa Kristo Yesu, na wakati huo tunaona kuna kikosi itaachwa iking'ang'ania wokovu wao na damu. That's why Paulo anaongea hapa katika hii wa Korintho tena akisema, manake kazi yako ikikosa kustahimili moto huo utapata hasara. Manake utaokolewa kama mtu anaokolewa kutoka kwa moto. Unaona? Kwa nini unaokolewa kama mtu ako kwa moto? Ndio unatazama pale katika the tribulation period ya kwanza, wale wataachwa na rapture watateseka sana, kwa sababu kuna mtu ako na ujumbe wa kwamba mwana wa kuasi atafunuliwa na atakuwa na tabia kama hizi na hizi na hizi. Kuna mtu ako na hilo neno ndani ya moyo wake, lakini huwa anaigino. Kuna mtu anajua Yesu Kristo ni Mesia, Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu, neno la Mungu ni kweli, lakini alifuati, lakini hafanyi hayo. Mungu anapeana one chance, akiri one chance. Na ndio unasikia na Revelation, ukisoma Revelation 14:9 ndio inaongeanga na malaika watatu, akaja akihubiri injili ya mwisho akisema, atakaye inamia sanamu ya mnyama huu atakunywa katika kikombe cha ghadhabu ya Mungu kisichochanganyishwa na maji. Inamaanisha kuna sauti itapita, na wale walio na hili neno, wale walio na ushuhuda wa Kristo hawatainamia ile sanamu. That's why unasikia Paulo akisema hapa, utaokolewa kama unaokolewa kwa moto. Manake kichwa kitaenda. Utakapomshuhudia Yesu, kichwa kitaenda. Wacha nisome hapo katika Wakorintho wa kwanza kwa hapa verse chapter 2, not chapter 2, chapter 3, chapter 3 hapo kuanzia 14 inasema, ikiwa alichojenga mtu juu ya huo msingi kitaustahimili huo moto, atapokea tuzo. Lakini kama alichojenga kitaunguzwa, basi atapoteza tuzo lake. Lakini yeye mwenyewe ataokolewa kana kwamba ameponyoka kutoka kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ataokolewa kama mtu anaponyoka kwa moto. Akaponyoka. Ndio maana unasikia hapa aliye na ujumbe huyu. Ukisoma pale Ufunuo 14 mstari wa 9 inaongeanga maneno haya. Malaika hao, malaika watakuwa wanatambaa huku wakiambia watu, ama kutakuwa aliye na huo ushuhuda wa Yesu moyoni. Aliye na ushuhuda huo wa Yesu moyoni. Hapa sasa naona swali yangu inakuzianga hapa. Kwamba kwani kutakuwa watu hii inaitangwa kulala kwa watu. Walikuwa wamelala usingizini. Ndio huwa inaongewa hapa wakati unasikia kesheni.
kama vile tumeambiwa pale na Paulo kwa Wathesalonike 5, 1 Thessalonians 5 verse 11, sisi sio usiku bali sisi ni wa mchana. Inamaanisha ndio inaongeleanga wale wataachwa, wale hawakuwa na mafuta katika taa zao, ama inamaanishanga nini hapo? Kwa wale watakaokuja kuhubiriwa na huyo malaika, ni watu ambao wako na ujumbe huu na walikuwa wamelala wakati huo, walikuwa wamemwachanisha Yesu, ama kulingana na wewe unaweza kufafanua vipi hapo? Na jambo na kuanga tulielewa vizuri sana, kuna tofauti ya Yesu saa hii kupata ukiwa uhai na mwili, kuna tofauti na kukupata ukiwa mavumbini wakati Yesu atakuwa mzima, kwa sababu wewe sasa ambaye utabaki ukiwa hai utakuwa na chance sasa ya kukubali na kusikia hiyo sauti, ndipo sasa utaweza kujiokoa kwa damu yako. Sasa wale ambao wako katika kulala, ambao walipuuza hii hiyo chanzi hawana, kwa sababu Biblia inasema kwamba katika Danieli, hao watafufuka wakienda katika judgment na direct katika, kama hawakumkubali Kristo. Hivi sasa kama tumepatana, watafufuliwa wakipelekwa katika judgment na motoni. Wale ambao walikubali Yesu Kristo waende katika uzima, wale wengine katika. Ni wakati upi huo? Kuna hiyo si Danieli inaongeleanga sasa wakati wa mwisho. Wakati wa mwisho kabisa. Wengine watafufuliwa, wengine wapate hapo. Hakuna period nyingine itakuwa hapo after that. Na what about wacha tusome Revelation 20 kidogo tupate kufunua pale. Anasema tukisoma hapa basi nasema msome kutoka hapo verse 6, msome verse 5, kutoka verse 5. Wale wengine waliokufa hawakupata uhai mpaka miaka, wacha tuanzie hapo nyuma ndio ieleweke vizuri. From verse 4 inasema, kisha nikaona viti vya enzi na watu walioketi juu yake. Watu hao walipewa mamlaka ya kuhukumu. Niliona pia roho za wale waliokuwa wamenyongwa kwa sababu ya kushuhudia Yesu na kwa sababu ya neno la Mungu. Hawa hawakumwabudu yule mnyama na sanamu yake, wala hawakupigwa alama yake juu ya paji za nyuso zao au juu ya mikono yao. Walipata tena uhai, wakatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Wale wengine waliokufa hawakupata uhai mpaka miaka 1000 itimia. Hapo ndio nilikuwa nataka kuangalia. Wale wengine waliokufa hawakupata uhai mpaka miaka 1000 itimia. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Wameneemeka sana tena heri yao wote wanaoshiriki ufufuo huo wa kwanza. Kifo cha pili hakitakuwa na nguvu juu yao. Watakuwa
makuhani wa Mungu na Wakristo na watawala pamoja naye kwa miaka 1000. Ukiangalia hapa inaonekana kuna grupu mara mbili. Grupu ya kwanza ni wale walienda na Kristo na kanisa, yani ambayo ni kanisa. Na mara ya pili kuna kikundi kingine hapa kinaonekana, ukisoma from verse 4 wale hawaku. Kisha nikaona viti vya enzi na watu walioketi juu yake, watu hao waliopewa mamlaka ya kuhukumu. Niliona pia hiyo sasa, niliona pia roho za wale waliokuwa wamenyongwa, ndio hao sasa, kwa sababu ya kumshuhudia Yesu na kwa sababu ya neno la Mungu. Ukitazama hiyo grupu ilienda ya kwanza, hiyo ambayo inapokea mamlaka ya kuhukumu. Na hapo Yohana ndiye anasema akaona roho za wale walionyongwa kwa sababu ya kumshuhudia Yesu ama neno la Mungu, na sababu ya neno la Mungu. Ukiangalia kuna jambo lilikuwa karibu lifanyike sasa, mpaka hizi roho nazo zikadhihirika, zikaanza kuonekana, zikajiunga sasa, zikajiunga na wale waliondoka kwanza. After one elfu sasa ndio inaenda kuanza. Elfu sasa ndio inaenda kuanza. Kitu hilo ningependa uangalie, kuna grupu haijafufuliwa hata wakati huo kanisa lilikuwa linaondoka, hata kabla ya huo udhalimu mkuu ambao kulikuja wanyonga hawa bado wamelala mavumbini. Ni kina nani hao? Wale ambao walikufa kabla Kristo Yesu ashuke kuchukua kanisa, wale ambao Danieli alikuwa ananena pale 12, kusoma 12 kuanzia hapo 3 ndio tunaongea kuhusu, na wengine watafufuliwa wapate uhai wa milele, na wengine wapate aibu, wataibika milele na kudharauliwa milele. Kwa hivyo hawa, hiki kikundi kilikosa kufufuliwa kwa sababu hukumu bado izaanza, hukumu izaanza. Kwa hivyo watangojea mpaka, wacha tusikie kama hukumu inakuja miaka 1000 wakati ilipokuwa inaanza, ama ni wakati itaisha. Hapo ndio tunafaa tuelewe, kwa sababu verse 5 inasema wale wengine waliokufa hawakupata uhai mpaka miaka 1000 itimie. Yaani miaka 1000 inamaanisha hapa 7 years and 1007 years watakuwa katika makaburi yao wakingojea siku ya hukumu. Inamaanisha Yesu atakapomaliza kutawala miaka hii 1000, inamaanisha hapo ndipo hukumu itaanza, kwa sababu verse 7 inasema wameneemeka sana. Verse 6, wameneemeka sana tena heri yao wote wanaoshiriki ufufuo huu wa kwanza. Kifo cha pili hakitakuwa na nguvu juu yao. Hao ndio ulikuwa unasema wataenda kwa hukumu direct. Watapita tu kwa hukumu direct, lakini ni kwa hukumu direct jehanamu, kwa hukumu direct jehanamu, kwa sababu watakuwa sio hapo. Wameneemeka sana tena heri yao wote wanaoshiriki ufufuo wa kwanza. Kifo cha pili hakitakuwa na nguvu juu yao. Watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo na watawala pamoja naye kwa miaka 1000. Sikia. Kwa hivyo hii miaka 1000 hao walikuwa wamelala katika makaburi yao. Hata shetani alikuwa amefungwa. That's why Kristo anatawala kukiwa na peace, ukiwa na amani sana. Sasa hii ni miaka 2000, sio 2000, si kuna 1000 ya kwanza ya kanisa. Yes. Abana, mimi nimesema hivi, usikilize. Haijasemwa ni wakati upi kanisa litakaa kule. Umeelewa? That's why nasema 7 years na 1000 ama 1000 na 7 years. Miaka mpaka itimie 1000. Mpaka itimie mwanzo wa tuseme
1 up to 1,000. Tuseme for example, Sasa leo hapo ni tarehe 25 utaanza mwezi wa 11 2021. kanisa limechukuliwa. Tuseme pale Januari kanisa limeondoka likaenda, hesabu 7 years kwa sababu ya tribulation ya kwanza na the great